hapa tunapokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya miaka mitano. Miaka mitano 2020 mpaka 2025. Kwenye ilani ile, kwenye ile taarifa iliyokuwa inawasilishwa katika mkutano uliopita, ipo miradi ilikuwa inatekelezwa imefika asilimia 55. Kwa hiyo tutakaposoma sasa hivi tutaeleza imefikia asilimia 70 au 80. Wakati tunawasilisha ilani ile, miradi ya BRT inayoendelea Dar es Salaam ilikuwa bado kuna chimbuliwa tu. Sasa hivi unaona majengo na asilimia zake, unaanza kuona hiyo miundombinu. Kwa hiyo ni tofauti. Hiyo miezi mitatu kuna mambo yamefanyika. Kwa hiyo huku kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama tuliwasilisha kwamba jengo la hospitali limekamilika, maana yake katika miezi mitatu tutakuja na taarifa kwamba tayari wananchi wanatibiwa katika hilo jengo. Awali katika miezi mitatu ilikuwa labda vifaa tiba havijawekwa. Kwa hiyo niseme kuna utofauti, lakini toshe kusema kwamba ni utekelezaji sasa wa miaka mitano. La pili, ulisema mkutano mkuu unahitaji maandalizi, na unaona kama ni siku 10. Nakubaliana na wewe, mkutano mkuu ni jambo kubwa, lakini mpaka anakuja kutangaza, maana yake kulikuwa na maandalizi yanafanyika, na sasa natangaza nikiwa naamini maandalizi yamekamilika. Na ndio maana Chama cha Mapinduzi kina kamati kuu, kina halmashauri kuu, lakini kuna secretariat, sisi ambao ni waajiriwa wa kufanya kazi za kila siku chini ya katibu mkuu. Kwa hiyo sisi sasa ndio tunafanya zile kazi na watendaji. Kwa hiyo tukishajua kwamba tumefika mahali tunatoa taarifa. Kwa hiyo ndugu yangu, nikutoe wasiwasi, hatuwezi kweli kuandaa mkutano kwa siku 10. Hata mimi nakukubalia. Kwa hiyo hapa nilivyo naongea siku 10 ni kutangaza kwamba kutakuwa na mkutano mkuu. Kwa hiyo sio jambo la dharura ndani ya siku 10 tunaandaa mkutano, hapana. Mkutano huu sisi tupo watendaji, watumishi wa chama, tumeanza maandalizi muda mrefu, tukaangalia hizo tarehe na mpaka anakuja kutangaza, manake maandalizi ni kama yamekamilika. Na ndio maana nimewakaribisha watu mje Dodoma, nimewakaribisha wajumbe, wale ni mabosi. Mkutano mkuu wale ni mabosi. Kwa hiyo hatuwezi tukatamka au tukaandaa mkutano mkuu ambao hauna hadhi. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa, manake tumeshajipanga, kila kitu kimekamilika. Kwa hiyo ni kualika tu waje katika mkutano mkuu. La tatu, unaniuliza habari ya makamu mwenyekiti. Ndo hayo ambayo sasa hayako kwenye ajenda zangu. Nilijua tu malo lazima nichokoze. Hayapo kwenye ajenda za mkutano mkuu. Kwa hiyo itoshe kusema, mbona mimi nafanya ziara, napumzika, na kuwa na kazi zingine za kufanya, vikao vya ndani, vya ofisini. Baada ya hapo naanza ziara tena. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida tu. Kwa hiyo mzee hana jambo lolote. Hana jambo lolote.